Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu nyote mlioko diaspora na ndugu zangu nyote mlioko Mombasa County. Kwa kweli wananchi wa Mombasa County kunahitajika ilmu kubwa sana, viongozi wetu watakana waitoe kwa watu wao kuhamasisha wananchi wao kuchukua kura, hususan wanati na wasiokuwa wanati. Kwa sababu ndani ya Mombasa hii kunahitajika mageuzi makubwa sana. Ndani ya Mombasa kunahitajika mageuzi makubwa sana kuleta mwamko mpya ndani ya Mombasa. Kwa sababu tumeshuhudia utawala wa ODM, na ODM sahihi haina nguvu tena kila sehemu, kwa sababu tumeona yale matukio yanayoendelea. Huenda mara ODM yataka kuingia kwa UDA, mara yataka kuingia muungano wa kina Kalonzo. Sasa ODM hawa hawana flag bearer. Mayatima wa kisiasa ni ODM. Hawa ni mayatima, kwa sababu hata viongozi wao hawana uhakika kama watarudi tena katika nyadhifa mbalimbali. Na mimi nataka kuambia wananchi wa Mombasa County, kiongozi ambaye anatarajiwa kuwa rais wa nchi hii the 60th ni Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Hakuna shaka, nimewaambia toka mwanzo kuwa Kalonzo ndiye anaweza kupatia huduma Kenya na akaifanya Kenya kuwa mahali pazuri sana, na kila mmoja akafurahikia utawala wa Kalonzo Musyoka. Lakini leo utakuta viongozi wa UDA ambao wako katika sehemu hii ama ya Kenya hii hawana mashiko tena, kwa sababu ni watu wa kubebwa na watu wa kununua watu. Lakini siasa inayokuja 2027 ndani ya Mombasa ama ndani ya Kenya kutakuwa na mabadiliko makubwa sana. Wale wako mamlakani huenda wengi wao wasirudi tena katika nyadhifa mbalimbali. Mimi nampongeza Mheshimiwa Governor wa Mombasa kwa kazi anayoifanya, ndugu zangu, kwa sababu si kazi ndogo anayoifanya governor. Nimemwona ndugu yangu Mohamed Faki jana akizindua ripoti ya masala ya ardhi. Pongezi sana Mheshimiwa Mohamed Faki na ndugu yangu Nagib Shamsani. Lakini mimi nimeshuhudia wakati tulikuwa katika kikao na kamati ya bunge la Senate ndani ya Mombasa, niliona ndugu zangu upande wa Junda wakisikiza viongozi ambao ni nominated kwamba ati Mohamed Faki ajitoe katika kamati za land. Kisha wananchi hao wanamfuata Mheshimiwa Mohamed Faki. Sasa huyu ambaye alikuwa akiwatia maneno Mheshimiwa Mohamed Faki mumtoe, na Mheshimiwa Mohamed Faki ni mkarimu akajitoa, kisha mwamfuata yule Mohamed Faki yule ambaye alikuwa akiwatia maneno. Sasa yuwataka ubunge Likoni, masala ya ardhi ameacha, amemshinda, na Likoni hatapata kiti. Huyu hawezi kuwa mbunge wa Likoni, hapana. Hiki kiti amepata cha bure badala kuwa active, lakini yeye ni kiongozi wa matiktoki na manyimbo na matarabu na mashanshine na mablinki blinki. Kwa hiyo kiongozi bora utamjua tu, lakini si kiongozi wa matiktoki na nini. Angalieni kama Mheshimiwa Mohamed Faki hana maneno, mambo yake chini ya maji. Pongezi Mheshimiwa Nagib Shamsani kwa ukakamavu wako masuala ya ardhi, na Mheshimiwa Mohamed Faki safari, na Mheshimiwa mzee wetu Rajab Sumba. Ama kweli tumeona matukio mbalimbali ndani ya Mombasa, ndio nikawaambia Mombasa huenda kukaa na mabadiliko. Wananchi wa Miritini, yuko bulldozer anakuja kama MCA ndani ya Miritini, ndugu yangu Bisheri ni kiongozi ambaye ana tajriba na anaweza kutumikia wananchi wa Miritini. Leo mmemweka MCA na Miritini miaka 15, hakuna lolote alilofanya. Nimekaa na ndugu zangu wa Miritini wengineo wananiambia Bisheri ndio anaweza kudeliver ndani ya Miritini. Bisheri na ndani ya Jomvu huenda akaja kiongozi mkakamavu mwenye hari. Huyu anaitwa Kipara Junior, kwa sababu babu yake huyu ndio ameweka historia ndani ya Jomvu kwa kuajiri vijana.
Leo mjukuu wa Kipara anataka UMCA ndani ya Jomvu. Ndani ya Mikindani, ndo nikamwambia Jomvu kuna mabadiliko yanakuja. Ndani ya Mikindani yuko kijana mwepesi anaitwa Mathias Shipeta MCA. Hayo ni mabadiliko ndani ya Jomvu. Lakini mimi nampongeza ndugu yangu Bisher kwa sababu huyu ni mkakamavu na bado hajakata tamaa ya uongozi ndani ya Miritini, kutumikia ndugu zake wa Miritini. Ndugu yangu Bisheri, pongezi sana. Kitu chengine, ndugu zangu wa Mvita ama Mombasa kwa jumla, matukio yanayoendelea lazima tulete mabadiliko ndani ya Mombasa. Wabunge tulionao lazima kufanywa reshuffle. Lazima kufanywa reshuffle. Sio wabunge wa kujionyesha kuzunguka kina mama mboga na wala hakuna lolote kina Boy Scout. Sasa Boy Scout leo ajira hamna. Ndugu yangu Badi, ajira hamna, vijana mwapeleka wapi? Kama ndani ya Jomvu vijana hawana makazi. Mimi ninapokaa, nasema tena, ninapokaa vijana hawajaajiriwa. Utawala wale Hassan Joho na utawala wa Mheshimiwa Abdul Swamad, hata kijana mmoja kuchukuliwa kazi hamna. Mheshimiwa Abdul Swamad, leo twajivunia nini? Mimi nawaambia ndugu zangu wa Lamu, lazima mulete mabadiliko ndani ya Lamu. Ndani ya Lamu mulete mabadiliko kikweli kweli. Wanathi wachukue nyadhifa hizi watumikie ndugu zao wa Lamu. Mimi kitu ambacho nahuzunika sana ndani ya Lamu, kupoteza hizi nyadhifa kupatia wasiokuwa wenyeji. Gavana wa Lamu anaistahiki kwa gavana, mpatieni Shakila. Women rep mpatieni Nana Mote. Ndugu yangu Alwatan anahuzunika sana ukiwa Dubai, lakini nakumhakikishia ndugu yangu Alwatan, ngoma tunaipiga hii. Ndugu yetu Nana Mote inshallah kwa uwezo wa Mungu atakuwa women rep ndani ya Lamu. Na ndugu yetu Albaiti, muelewane na ndugu yako Yusuf Abubakar, mojapo awe senator. Msinganganie kijinga. Kitu chengine ndugu zangu, ni ndani ya Nyali yuko kijana mwepesi, mbunge ambaye ana imani na watu wake wa Nyali, Mheshimiwa Abdul Swamad Ali. Huyu ndiye mbunge ambaye anastahili kuwa mbunge ndani. Wacheni hao ambao wanajionyesha sijui masurutani, sijui kina nani, hao mara apiga picha na rais. Rais hata kusaidia. Kiongozi ni Abdul Swamad Ali ambaye anashuka mashinani mpaka kwa wananchi na kujua shida zao na kujua kuzitatua. Huyu ndio kiongozi. Lakini leo wapi? Wananchi watakuja adaiwe sijui surutana. Surutana nani? Sijui huyu, sijui atupeleka kwa baba. Wapeleka kwa baba mpesa zake. Lakini kiongozi ni Abdul Swamad Ali ndani ya Nyali. Mimi nawaambia ndugu zangu walikoni, lazima pia Likoni mulete mabadiliko makubwa. Sio mchague viongozi wa kupigwa picha wakinwa juisi. Ati ni mbunge apigwa picha anywa juisi. Ndugu zanguni, watu wa Mvita, pimeni mambo. Mmepoteza miaka 5 mingine. Mmepoteza miaka mingine 5 hii. Kwa hivyo chagueni kiongozi ambaye ataletea maendeleo ndani ya Mvita. Na hii bado tunafanya survey ndani ya Mvita, ni kiongozi gani bora ndani ya Mvita. Mimi naona kiongozi mlipoteza ambaye angehudumikia wananchi wa Mvita vizuri, Omar Shalo, lakini kukawa na Filifinyange. Lakini Shalo ndiye ambaye alikuwa anastahili kwa mbunge wa Mvita. Ndani ya Chuda mpatieni kijana Makoi MCA. Kijana Makoi
huyu anajipika kuwa MCA wa Chuda, na mimi naelewa huyu kijana anaweza kudeliver ndani ya Chuda Makoi. Kwa hiyo ndugu zangu wa Chuda, mwenueni kijana mwenzenu Makoi jinsi huyu Makoi. Shukran sana.